Na Roho Mtakatifu ameniachia somo hili kwa kusudi kabisa. Somo hili linaitwa Yesu anaiona imani yako. Tumekuwa na mwendelezo na katika zile hatua za kufanya ili uwe na ile imani iliyo thabiti ambayo inaweza kuhimili katika changamoto, kuhimili katika mazingira magumu, kuhimili katika mazingira yote ambayo yanaendana na kusudi la Mungu na neno la Mungu. Na leo tunaendelea katika hatua 13, tunaendelea na hatua ya 5. Kufanya maamuzi ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome katika ile Mithali 3 mstari wa 5 na wa 6. Mithali 3:5 mpaka 6. Moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Mstari wa 6. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Bwana Yesu asifiwe. Katika hii Zaburi, katika hii Mithali 3:5 mpaka 6 inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Katika jambo la imani, si tu kwamba unasema na imani unaposema moyoni au kwa kinywa chako, bali ni jambo ambalo hata pale ambako unaona wakati unakataa kwamba unajaribu kuomba kwa muda mrefu, lakini bado ile jambo lako unaliomba halijatokea, mazingira ya kimwili yanakataa, bado unasimama katika imani. Wakati mwingine akili zako zinakuwa zina mashaka katika kitu, lakini bado unasimama na neno la Mungu. Hata wakati mwingine hisia zako za ndani zinapingana, lakini bado unabaki na neno la Mungu na kusema ya kwamba neno la Mungu ndio hali na ndio litakaosimama, hata kama mazingira sasa hivi bado hayaoneshi. Na katika wakati huo ambapo unakuwa umefika katika hali ya sintofahamu, neno linakuambia usiogope, lakini unaona kabisa mazingira ya nje ya kila hofu. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika mazingira kama haya, bado unamchagua Mungu kama kiongozi wa uamuzi wako, na huo ndio ushahidi wa imani iliyo hai, hata kama mazingira yanakataa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, katika maamuzi ya imani ya kila siku ambao unaweza tukayafanya, ukataa rushwa au njia zozote ambazo ungeweza kuzifanya za mkato ambazo zimpendezi Mungu, zinaweza kuletea kipato. Kwa hiyo unasema hapana, sitafanya hivyo hata kama unapita katika mazingira ya shida. Bwana Yesu asifiwe. Ukataa rushwa au njia za mkato hata kama huko kwenye hali ngumu yenye shida. Lakini inawezekana katika mfano mwingine uchagua msamaha baada ya kisasi. Nao ni maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio tuangalie hatua sasa. Hatua za kufanya ili uweze kufanya maamuzi sahihi katika maisha yetu ya kila siku, maamuzi ya kiimani. Cha kwanza, omba uongozi wa Mungu kabla ya kila uamuzi. Tusome katika Zaburi 25 mstari wa 4 mpaka wa 5. Unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako. Mstari wa 5. Uniongoze katika kweli yako na unifundisha, maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu, na kungoja wewe mchana kutwa. Amina. Naona hapa neno la Mungu linatufundisha kwamba katika maamuzi yetu ya kila siku usifanye uamuzi wa haraka wa kuchagua mwelekeo wote. Anza kwanza kuomba, hata kama ni uamuzi mdogo au mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anza na Mungu hata katika yale mambo madogo unayoona kwamba haya hapana, Mungu anataka hata huyo yale mambo madogo
usifanye maamuzi bila kumshirikisha Mungu. Na tunapoanza kuomba katika yale maamuzi, mambo madogo madogo, maombi huwa yanafungua njia ya kusikia sauti ya Mungu. Unaweza ukasikia sauti kupitia neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia unaweza kusikia sauti katika ile amani ya moyo. Au unaweza kusikia sauti kupitia ushauri wa watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kabla ya kufanya maamuzi yoyote, omba uongozi wa Mungu kabla ya kila uamuzi. Lakini la pili, chagua kufanya kilicho sahihi hata kama hakileti faida ya haraka. Chagua kufanya kilicho sahihi hata kama hakileti faida ya haraka. Imani ya kweli haifanyi maamuzi kwa faida ya haraka au kwa faida ya mwili. Imani ya kweli haikufanyi wewe ufanye yale maamuzi kwa faida ya haraka au kwa faida ya mwili. Yenyewe inaangalia kile ambacho Mungu amesema katika neno lake katika usahihi, hata kama matokeo yake hayaonekani kwa nyakati za sasa hivi. Kwa mfano katika Biblia, naye mtumishi Yusufu alikataa kufanya uzinzi na mke wa Potifa. Ukisoma mbele Mwanzo 39, na matokeo yake tunaona kwamba baada ya kukataa tu pale akapelekwa gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Naona sasa hapa huyu mtumishi wa Mungu amekataa kufanya kumkosea Mungu, lakini matokeo yake katika wakati ule akapelekwa gerezani. Lakini tunaona mwishoni anakuja kuwa waziri mkuu. Wakati mwingine tunapokataa uovu, tunaweza wakati mwingine kuingia kwenye hatari. Lakini kumbuka katika hiyo hatari, Mungu yuko pamoja na sisi. Mwisho wake utakuwa ni mzuri. Tunamwona Danieli. Usoma katika Danieli ile sura ya kwanza mstari wa 8 mpaka wa 20. Danieli na wenzake waliamua kutokula kile chakula ambacho kilikuwa kina najisi ya mfalme cha kifahari. Wakamwomba yule ambaye alikuwa akisimamia. Akasema naomba tujaribu tu walau kwa siku 10 utupe tu mtama na maji. Sisi wakimwamini kabisa kwa Mungu, yeye kula mtama na maji kuliko kula chakula ambacho kimetiwa unajisi, na baadaye matokeo yake kuweza kumkosea Mungu. Walikuwa na imani. Tunaona matokeo yake kwamba pamoja na kula mtama na maji, bado walionekana ni wenye afya bora mara 10 kuliko wale wengine wale wanakula chakula cha kifahari cha mfalme, lakini kikiwa najisi kwa takriban miaka 3. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nyingine, zingatia neno la Mungu zaidi kuliko hisia za kwako. Zingatia neno la Mungu zaidi kuliko hisia za kwako. Tunajua hisia ni dhaifu. Hisia mara nyingi zinabadilika kulingana na hali au mazingira unayopitia. Lakini neno la Mungu halibadiliki. Usiamue kwa sababu ya hasira, usiamue kwa sababu ya huzuni, usiamue kwa sababu ya tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Amua kulingana na kile Mungu alichosema. Soma katika Zaburi ya 119